hata mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, kitu cha kwanza ambacho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alikuwa anawapatia basi ilikuwa ni elimu. Ukisoma Qur'an Suratul Baqara aya nambari 31, Mwenyezi Mungu anasema وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. صدق الله العلي العظيم. Utaona Mwenyezi Mungu mtukufu anatuambia kuwa alimfundisha Adam al-asmaa kullaha, majina yote au majina ya kila kitu, kisha vitu vile akavipeleka kwa malaika, akavidhihirisha kwa malaika. Faqala anbiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Badala ya hapo Allah mtukufu akawaambia malaika wa viseme, wamtajie majina ya vile vitu ikiwa kama wanasema kweli. Kuna kisa kirefu kabisa ambacho kilikuwa ni munasaba kabisa na aya hii, pale Mwenyezi Mungu mpaka kufikia hatua ya kusema hivyo. Maana Allah alitoa taarifa, aya ya juu yake ukisoma Mwenyezi Mungu anasema wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwakumbuka aliposema Mola wako kuambia malaika, hakika mimi ni mwenye kujalia katika huu ulimwengu kiongozi. Basi kuna mazungumzo mengi ambayo yalipita. Malaika walikuwa wameonesha wasiwasi yao kuwa kwa nini vinakuja viumbe au mwanadamu, kwani sisi Mwenyezi Mungu tunakuabudu, tunakutakasa, na kiumbe hichi ambacho kinakuja ambaye ni mwanadamu, hatima yake itakuwa ni kuja kufanya vurugu, kuja kufanya ufisadi, kuja kumwaga damu. Kiujumla walikuwa na mtazamo tofauti kabisa kuhusiana na suala hilo, lakini Allah mtukufu kwa kuwa hakutaka ushauri kutoka kwao wala hakuhitaji msaada, isiyokuwa ilikuwa kama ni taarifa tu kwamba yeye Allah mtukufu ni mwenye kujalia katika ulimwengu khalifa. Ndugu zangu, tukirejea katika mada yetu inayozungumzia umuhimu wa utafutaji wa elimu, umuhimu wa elimu katika Uislamu, basi aya hii pia inatuonesha kuwa Nabiullah Adam alayhi salatu wasalam, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala cha kwanza kabisa alimpatia elimu. Na hata ukisoma history au visa vya manabii wa Allah tabaraka wa taala wote, sehemu kubwa jambo la kwanza walikuwa wakipewa elimu, vingine vikawa vinafata baadaye. Ndugu zangu katika imani, Al-Imamu Shafi'i Muhammad ibn Idrisa kuna maneno aliyasema ambayo maneno haya yanatushajiisha, yanatuhamasisha
kuwa tuwe ni watu wa kuithamini, watu wa kuilinda, watu wa kujitahidi sana katika utafutaji wa elimu. Alisema kuwa man arada dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al akhirah fa alayhi bil ilm wa man arada al ithnain ma'a fa alayhi bil ilm wal ilmu afdalu min al mal. Au nyingine imemaliza kwa kusema dhahaba ahlul ilmi bisharafi dunya wal akhirah. Ndugu zangu, Imam Shafi maneno haya anasema man arada dunya fa alayhi bil ilm, yoyote ambaye anataka itengemae dunia yake, fa alayhi bil ilmi, basi ni wajibu wake kuwa na elimu. Wa man arada al akhirah fa alayhi bil ilm, na yoyote ambaye anataka akhira yake itengemae, fa alayhi bil ilmi, basi pia ni wajibu wake kuwa na elimu. Akasema dhahaba ahlul ilmi bi sharafi dunya wal akhirah, watu wa elimu au watu wenye elimu wameondoka na sharaf ya dunia na akhira kwa ujumla wake. Maneno haya ya al-Imam Shafi'i ni maneno ya kuzingatiwa sana, ni maneno ya kufanyiwa kazi usiku na mchana na kila Muislamu, kwani suala la elimu ni suala ambalo anatakiwa kila mu'min, kila Muislamu aweze kulipambania, aweze kulipigania. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema al-ilmu hayatul islam, kuwa elimu ndio uhai wa Uislamu. Ili Uislamu wetu uwe hai, Uislamu wetu utengemae, Uislamu wetu uweze kusurvive, basi lazima tuwe na elimu, lazima tujifunze elimu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, suala la elimu ni suala ambalo kila mmoja wetu wa nafasi yake aliyokuwa nayo, basi anatakiwa aweze kuipambania katika kuisomesha, katika kuisimamia, katika kuwezesha ili elimu ipatikane. Itakuwa ni Muislamu wa ajabu kabisa kuwa haujaipa kipaumbele elimu. Utakuwa ni mtu mwenye kushangaza katika ulimwengu huu au dunia hii ikiwa elimu kwako unafanya kuwa ni daraja la 3, daraja la 4, au ni habaa manthura, kwamba hakuna kitu kabisa ambacho wewe unakitambua na kukithamini kinachoitwa elimu. Hii tunaweza tukasema kuwa ni msiba, tukasema tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kwani ni jambo la kusikitisha mno. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema yeyote atakayepata na jambo la kusikitisha, basi tuaseme inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwa hiyo kumuona muumini wa leo, kumuona Muislamu wa hivi sasa hathamini, hamasiki wala hatunzi swala zima la elimu, basi huo ni mushkil, na tunaweza tukatamka neno hilo kwamba ni msiba ambao umetokea katika jamii yetu. Ndugu zangu, Ahmad Shauqi, Raisu Shuara, maarufu kwa jina hilo, au anaitwa Amiru Shuara, kwa ni kiongozi wa mashairi au ni raisi wa mashairi. Ana maneno yake alisema kuwa bil ilmi wal mali
yabni an-nasu mulkahum lam yubna mulku ala jahli wa iqlali. Anasema kwa kupitia elimu na mali, vitu hivyo viwili, bil ilmi wal mali, kwa kupitia elimu na mali, yabni an-nasu mulkahum, watu ndio wanajenga falme zao, watu ndio wanasimamisha tawala zao, watu ndio wanajenga heshima zao. Anasema lam yubna mulku ala jahli wa ikhlal, kuwa kamwe haukuwahi kujengwa ufalme, haikuwahi kusimamishwa dola ala jahli wa ikhlali, kwa kupitia ujinga na umasikini. Raisu Shuara ameyasema maneno haya, mtu mwenye maneno ya hikma, mwenye maneno ya busara, mpaka wanachuoni wakamuita kuwa ni Raisu Shuara, kwamba yeye ni raisi wa mashairi, kuwa anatuletea misamiati mizuri yenye kujifunza, yenye kutufunza masala mbalimbali. Kwa hiyo ametuambia kwa kupitia elimu na mali, basi tambua watu ndio wanajenga falme zao, watu ndio wanasimamisha tawala zao. Na anasema haikuwahi kutokea ufalme ukajengwa kwa kupitia umasikini, ufalme ukajengwa kwa kupitia ujinga. Maneno haya ndugu zangu katika imani yanatupa tashjii, yanatupa hamasa kuwa tuwe ni wadau wa elimu kisawasawa, kwa sababu huwezi kujenga heshima, huwezi kusimamisha ufalme pasina kuwa na hivyo vitu viwili. Kwa hiyo tufanye kazi kwa bidii usiku na mchana ili kuweza kujipatia kipato cha halali, lakini tusome sana. Ukiwa na mtoto nyumbani, basi msimamie sana katika suala zima la ilmu, aweze kujipatia elimu. Na elimu, tukizungumza elimu, basi tunazungumzia elimu zote mbili, kwa maana ya kuwa Uislamu tanqasimu al-ilma ala qismain. Umegawanya katika mtazamo wa Uislamu, elimu zimegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kuna elimu ya mwongozo ambayo ndio elimu ya dini, ambayo inamuongoza mwanadamu katika maisha yake, inamuongoza mwanadamu kuwa hivi sasa nimeamka nifanye vipi, nifanye nini ambalo Allah mtukufu linalomridhia. Na elimu ya mazingira, elimu ya mazingira ndio elimu ya sekula, ambayo nayo inatufundisha kwa namna ambavyo tunaweza kukabiliana na mazingira ambayo tuliyokuwa nayo. Vyote viwili kwa pamoja tunatakiwa tuweze kuvipigania, vyote viwili kwa pamoja tunatakiwa tuweze kujitahidi kuwa tunavipata. Hii ni amri ya Allah tabaraka wa taala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara tu kuwa amepewa utume, basi ya kwanza akaambiwa ikra, soma, ikra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Iweje mimi na wewe tuwe ni wenye kupuuza, tuwe sio wenye kuithamini, sio wenye kuijali elimu? Itakuwa tumepata hasara mbaya kabisa katika suala zima la kusema au kutokuonyesha dhamira ilikuwa nzuri katika kuhamasisha kuisoma na kuisimamia elimu. Ndugu zangu katika imani, ama tukiwa tunakwenda kujifunza sisi wenyewe, tunawasimamia wanafunzi, kwa maana vijana wetu, kwa namna yoyote ile katika utafutaji wa elimu, basi kuna procedure au kuna taratibu ambazo
tunatakiwa tuweze kuishi nazo katika kutafuta elimu, au katika tukiwa tunasimamia vijana wakiwa watafute elimu, basi tuhakikishe tujitahidi kuwa hizo taratibu tulivyofundishwa, tulivyoelekezwa na wanachuoni wetu zinaweza kusimamiwa ipasavyo, ili kinachotafutwa kiweze kupatikana. Anatuambia kuna majambo 6. Majambo hayo kwa mtafutaji yoyote wa elimu, basi wajibu wake majambo hayo aweze kuyazingatia na kuyatekeleza kama vile inavyokuwa imetakiwa. Jambo la kwanza nasema dhakaun. Mtafutaji wa elimu lazima awe na akili timamu, awe na utambuzi. Mtafutaji wa elimu, jambo la kwanza kabisa, hilo jambo anatakiwa awe nalo. Uwezi ukampeleka shule mtu ambaye ufahamu wake au utimamu wake wa akili sio sawa. Jambo la kwanza la kuzingatia ni dhakaun, kuwa ni akili, au wengine wamekwenda mbali kusema ukali wa akili yenyewe. Jambo la pili akasema wahirsun, pupa ya kujifunza. Lazima mwanafunzi awe na hamu ya kutaka kujua majambo. Mwanafunzi kama huyo ambaye anakuwa na hamu ya kutaka kujua majambo, basi atakuwa yeye ni wa kwanza kufika darasani. Wa kwanza kufika darasani kabla hata mwalimu hajafika. Wa kwanza kufika shuleni, lakini pia atakuwa hata nyumbani yeye ni wa kwanza kuhimiza kwamba hivi sasa muda wa shule umeshafika. Hasubiri kuhimizwa na mzazi wake, wala hasubiri kuhimizwa na msimamizi wake mlezi, wala muda huo kusubiri hana. Yeye mwenyewe atakuwa tu anajua kwamba hivi sasa ni saa ngapi, natakiwa nifike darasani, nifike shule, basi atakuwa ni mwenye kuwajibika. Kwa hiyo hirsun, pupa ya kujifunza, kutaka kujua majambo mbalimbali, ni nyenzo mojawapo za kuwa nazo katika kuwa tunajifunza masala mbalimbali. Wasibarun, na ama jambo la tatu ni kuwa na subira. Uwe na subira katika kujifunza kwako. Umekwenda kujifunza udereva, umekwenda kujifunza elimu yoyote katika elimu ambayo ni ya kheri. Kinachokatazwa kwa muumini, kwa Muislamu kujifunza ni elimu ambayo inakwenda kutengeneza mambo ya haramu moja kwa moja. Kwa mfano, kama mtu kwenda kujifunza elimu ya kupika pombe, gongo, hii moja kwa moja inakupelekea kuwa kitu kinachokwenda kufanyika kupitia elimu hiyo ni jambo ambalo Allah tabaraka wa taala halipendi. Kwa hiyo kitu kama hicho basi si katika wajibu katika kwenda kujifunza. Lakini vingine mkwenda kujifunza ufundi kapenta, ufundi wa kujenga, ufundi wa kuchonga, udereva, chochote kile ambacho mkwenda kujifunza, basi vitu hivi vya kwenda lazima unatakiwa uweze kujitahidi unavizingatia pamoja na kufanyia kazi. Subira. Mwanafunzi yoyote ni lazima awe na subira, kwa sababu wakati uko unajifunza mwalimu wako, muda mwingine mwalimu anakuwa na mbinu ya kuona kwamba huyu kwa nini anakuwa ni mzito wa kuelewa, aidha na uvivu wake au ni uzembe, au pengine uelewa wake upo chini, lakini anakuwa na maneno ambayo kama akikugundua huyu ni mzembe, mvivu, basi muda mwingine mwalimu analazimika kutumia maneno ambayo sio lengo kukubeza, sio lengo kukukebehi au kukashifu, isipokuwa lengo lake maneno yale anayokuambia ili uweze kupata tashjii,
uweze kubadilika, upokee vitu kwa haraka na uvielewe, ili mradi muweze kusafiri pamoja na wanafunzi wenzako. Kwa hiyo kuna maneno pengine anaweza akayatumia, na ama ikiwa kama wanafunzi ni watoto wadogo wadogo wale, anaweza akawa anatumia hata bakora kama vile sheria inavyomuongoza, sio kupiga kwa kushambulia, kupiga kwa hasad. Anapiga pengine katika hali ya kufundisha, kumfanya mtoto abadilike. Basi haya yote yanaweza kutokea, lakini kimsingi, msingi wa haya yote wa hili, ili liweze kufanikiwa kwako, basi wastibaru, kuwa na subira. Ukikosa subira, basi ndio darsa unaweza ukaamua kuiacha. Ukikosa subira, unaweza ukakosa kila kitu. Kukosa kwako subira, unaweza ukajikuta unaacha darsa, unaacha shule, kisa tu kama mwalimu fulani wewe amekuwa ni mwenye kukuadhibu. Ndugu zangu, jambo lingine tunaambiwa la kuzingatia, wabulughatun, kuwa na gharama. Hakuna elimu inayopatikana pasina kutumia gharama. Lazima gharama itumike, kwa sababu gharama ya mwanafunzi mwenyewe kununua vifaa vya kujifunzia, gharama pengine nauli kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine, gharama pengine hata ya pia kulipa ada, kwa sababu hiyo ada inamwezesha yule anayekufundisha mwalimu, ili mradi aweze kutulia na wewe katika hali ya kuwa mwenye kukufundisha. Hii jambo ambalo lingine tunaambiwa tunatakiwa tuweze kuwa nalo. Linalofuata, jambo la 5, wa irshadu ustadh, kufuata muongozo wa mwalimu wako anayekufundisha. Ukimuona mwalimu, mtoto au mwanafunzi amekuwa ni mbishi, amekuwa ni mbogo, mwalimu anasema pita kulia, yeye anasema pita kushoto. Mwalimu anakuambia fika hapa saa fulani kamili, yeye anafika muda tofauti na huo, na sio kwa dharura, ndio ada yake, ndio utaratibu wake kufanya hivi. Basi ndoto za kijana huyo au ndoto za mwanafunzi huyo itakuwa ni vigumu kuweza kufikiwa. Kila mmoja anakuwa na ndoto zake. Mwanafunzi anakuwa na ndoto zake, asome afikie kiwango fulani, asome ifikie hatua ya mtihani afaulu vizuri wa daraja fulani. Lakini mwalimu naye anakuwa na ndoto zake maalum, kwamba hivi sasa nasomesha watoto wangu au wanafunzi wangu ifikie muda fulani, basi nao wapate madaraja fulani. Haya yapo katika maisha ya kibinadamu. Lakini lingine ambalo la mwisho, watulu zamani, kurefusha muda katika kujifunza. Kitu kingine ambacho anatakiwa mtu mwanafunzi awe nacho, basi kuhakikisha kuwa ana muda wa kutosha katika kutafuta elimu. Itakuwa ni jambo la ajabu kabisa kuona kuwa tu umeamka leo hii, madamu umuona mtu huko, aidha daktari au profesa fulani, au umuona mtu ni bingwa katika anaelezea majambo fulani, au umuona shekhe mkubwa, basi na wewe ukatamani tu kwamba mimi natamani nifikie level ile aliyokuwa nayo. Unakwenda kwa mwalimu siku 2 tu unataka ufike level ile. Huo ni msiba. Hakuna elimu inayopatikana kwa sura hiyo. Lazima tujifunze kurefusha muda katika kujifunza. Walau unajifunza kidogo kidogo au kwa speed, lakini lengo, mantiki ya kuweka muda, kurefusha muda wako, basi ndio jambo ambalo litalufanya wewe uweze kupata elimu. Anasema mmoja katika wasemaji,
anasema kuwa tamannaita an tumsi faqihan munadhira, kuwa unatamani, tamannaita an tumsi faqihan munadhira, unatamani jua lichwe, jua lizame, ili hali ikiwa wewe ni faqiha lakini munadhiran, kwa kuangalia tu, umekaa unaangalia tu, uwe mwanachuoni mkubwa, kwa kuangalia tu uwe daktari mkubwa, uwe engineer mkubwa, uwe lubani, sijui uwe dereva. Hapana, utaratibu hauko hivyo. Bighairi inai, pasina shida, pasina changamoto yoyote. Faljununu fununu, anasema mwanachuoni huyu kuwa basi huo utakuwa ni uendawazimu, na uendawazimu una fani nyingi sana. Uendawazimu sio kuvua nguo tu. Kuna namna nyingine kwamba kuna namna nyingine ya uendawazimu utakuwa upo. Sio anayevua nguo tu ndo akajulikana kwamba huyu ni mwendawazimu. Hapana. Unatamani ufikie mafanikio makubwa fulani, mafanikio makubwa, ile hali kwa kutamani tu kwamba umekaa natamani kwamba mimi nifikie daraja fulani katika utajiri, nifikie daraja fulani katika elimu, bighairi inai, pasina tabu yoyote, umekaa tu. Faljununu fununu, basi mwanachuoni huyu anasema uendawazimu una fani nyingi. Akaendelea akasema walaisa iktisabul mal duna mashaqqatin, hakuna chumo la mali, hakuna kuchuma mali biduna mashaqqatin, pasina mashaka na tabu yoyote. Fal ilmu kaifa yakunu duna mashaqqatin tahammalha, hakuna chumo lolote la mali pasina mashaka, tabu, madhila ambayo tahammalha, umeyapitia na kuyavumilia. Anauliza fal ilmu kaifa yakunu, basi katika elimu inakuwaje? Iwe ni bure tu, iwe ni kawaida tu, unatamani kama ufikie level fulani, basi kwa muda huo umeshafika level hiyo. Unatamani ufikie hatua fulani, basi kwa kutamani kwako tu, basi na kupitia mashaka, basi na kupitia tabu, basi na kuvumilia mambo mengi ambayo yanaendana na hiyo elimu yenyewe, uonekane kwamba wewe tayari umeshakuwa katika daraja hiyo ambayo wewe umeitamani. Kufanya hivi pia ni msiba, jambo ambalo wewe hautaweza kufikia ndoto zako kamwe katika elimu. Utaishia tu kutamani kila siku. Utaona watu wanapanda madaraja katika elimu, katika taaluma, wewe utaishia mwenye kutamani tu. Lakini yote kwa yote, ili uweze kufanikiwa kufika ndoto hiyo, basi hakikisha unathubutu, ili mtoto wako umemwekea ndoto hiyo kuwa afikie daraja fulani katika masala ya kielimu. Hakikisha unakuwa msimamizi mzuri, msimamizi bora kabisa katika utafutaji wa ilmu hiyo. Allah mtukufu atafungua. Allah anasema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kwa hakika wale ambao wenye kufanya jitihadi, wenye kufanya jitihada kwetu katika njia fulani, katika jambo fulani, lanahdiyannahum subulana, basi Allah mtukufu huwa anawafungulia njia. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.